Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema kwamba Tehran haijapendekeza kusimamisha mpango wake wa nyuklia wala kukabiliwa na matakwa ya Marekani ya kutaka kurutubisha sifuri katika mazungumzo yanayoendelea. Kwa maana hiyo, Iran imesema kwamba katika maelezo iliyoahidi itaiandikia Marekani katika siku 2 ama 3 zijazo, moja kati ya mambo ambayo itayaeleza ni kwamba kamwe haitokubaliana na mpango wa Marekani wa kurutubisha sifuri uranium au kuachana kabisa na mpango wake wa nyuklia na makombora yake ya masafa marefu. Hilo ni jambo ambalo halitowezekana. Huo ndio msimamo wa Iran. Abbas Araghchi anasema msimamo wa Iran ni kwamba haitoachana na mpango wa nyuklia wala makombora ya masafa marefu. Huu utakuwa mstari mwekundu kwetu. Hatutokubaliana na kile ambacho wa Marekani na Israel wanataka. Vinginevyo tutapunguza tu urutubishaji wa uranium. Katika mahojiano na mtandao wa Cable wa Marekani, katika mahojiano aliyofanyiwa, Abbas Araghchi alisema kwamba Tehran na Washington zinajadili njia za kuhakikisha kwamba mpango wa nyuklia wa Iran, ikiwa ni pamoja na kurutubisha, unabaki kuwa wa amani. Ikiwa mtu yeyote anatafuta suluhu la mpango wetu wa nyuklia na anataka kuhakikisha kuwa unaendelea kuwa wa amani, njia pekee ni mazungumzo na suluhisho la kidiplomasia, Araghchi anasema. Wakati huo huo, Trump anazingatia mashambulizi madogo dhidi ya Iran. Nadhani naweza kusema ninazingatia hilo, Trump aliwaambia waandishi wa habari katika ikulu ya White House alipoulizwa ikiwa anafikiria kufanya shambulizi dogo la kijeshi ili kuishinikiza Iran kufikia makubaliano. Mpango wa Rais Donald Trump ni kwamba anataka kufanya shambulizi dogo kama sehemu ya kuishtua Iran kwamba shambulizi kubwa linakuja ili tuikubaliane na matakwa yake, lakini Iran imesema liwe shambulizi dogo ama kubwa, wao watajibu. Trump hakutoa maelezo na hakujibu maswali mengine katika hafla hiyo. Iran na Marekani zilianza tena mazungumzo ya nyuklia mapema mwezi huu mjini Muscat na kufuatiwa na duru nyingine ya mazungumzo mjini Geneva siku ya Jumanne chini ya upatanishi wa Oman. Diplomasia hiyo mpya inakuja huku kukiwa na mvutano mkubwa wa kikanda unaochochewa na ongezeko kubwa la kijeshi la Marekani katika Ghuba pamoja na mazoezi ya kijeshi ya Iran yanayoshirikisha Urusi, na wakati huu ikielezwa kwamba China nayo itashiriki katika maneva hayo ya kijeshi. Trump akizungumza katika mkutano wa uzinduzi wa bodi ya amani mjini Washington mnamo Alhamisi, alionya kwamba Marekani itachagua kuchukua hatua za kijeshi dhidi ya Iran ndani ya siku 10 hadi 15 ikiwa mazungumzo hayatafaulu. Alisisitiza kwamba Tehran lazima ifikie makubaliano ya maana, na akasisitiza kwamba Iran haiwezi kuruhusiwa kuwa na silaha za nyuklia ambayo alisema itadhoofisha usalama wa kikanda. Lazima wafanye makubaliano, hilo lisipofanyika mambo mabaya yatatokea, alionya, akirejelea vita vya hapo awali ambavyo vilisababisha hisia kutoka kwa maafisa wakuu wa Iran. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo, na bila shaka nawe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri.